Kiwanda cha pesa ni moja ya maeneo yenye siri nyingi sana duniani. Watu wengi hutumia pesa kila siku kununua chakula, kulipia huduma au kufanya biashara, lakini ni wachache sana wanaojua jinsi pesa hizi zinavyotengenezwa. Zinalindwa na teknolojia ya ajabu inayotumika kuzifanya ziwe salama. Katika makala hii utaingia ndani kabisa ya ulimwengu wa viwanda vya pesa, ujue mambo ya kushangaza ambayo pengine hujawahi kuyasikia. Kama bado haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa. Nikwambie, kiwanda cha pesa si kama kiwanda cha kawaida. Kiwanda cha pesa kwa Kiingereza huitwa minti au currency printing facility. Tofauti na viwanda vingine, hapa usalama ni wa kiwango cha juu sana. Si rahisi mtu wa kawaida kuingia. Kuna kamera kila kona, walinzi wenye silaha, milango yenye kufunguka kwa alama za vidole, na hata baadhi hutumia utambuzi wa macho. Kila mtu anayefanya kazi humo hupitia ukaguzi mkali kila siku ili kuhakikisha hakuna anayetoroka hata na kipande kidogo cha pesa. Watu wengi wanafikiri pesa zinatengenezwa kwa karatasi ya kawaida, lakini ukweli ni kwamba pesa nyingi hutengenezwa kwa mchanganyiko wa pamba, kitani. Hii ndiyo sababu pesa haichaniki kirahisi, haiathiriki haraka na maji, zinadumu kwa muda mrefu. Baadhi ya nchi hutumia polima, aina ya plastic maalum, kama vile pesa za kisasa za Australia na Canada. Muonekano wa pesa hauchaguliwi kiholela. Kuna wataalamu wa kubuni wanaoitwa currency designer. Wao huamua rangi ya noti, picha za viongozi au alama za taifa, michoro ya siri. Kila kipengele kina maana. Kwa mfano, picha inaweza kuwakilisha historia, rangi inaweza kusaidia watu kutofautisha noti kwa urahisi. Ili kuzuia pesa bandia, kuna teknolojia nyingi sana zinazotumika. Hizi huitwa security features. Baadhi yake ni watermark, ni picha inayojitokeza unaposhika noti kwenye mwanga. Security thread ni mstari mwembamba unaopita ndani ya noti. Hologramu, picha inayobadilika ukigeuza noti. Microprinting, maandishi madogo sana ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida. Hizi zote hufanya iwe ngumu sana kutengeneza pesa bandia. Kila noti ina serial number, yaani namba maalum inayotofautisha noti moja na nyingine. Hii inasaidia kufuatilia pesa, kugundua pesa bandia, kudhibiti mzunguko wa pesa. Hakuna noti mbili zenye serial number inayofanana. Mashine zinazotumika huitwa printing press. Hizi mashine huchapisha maelfu ya noti kwa saa. Zinatumia rangi maalum sana, special ink. Huwezi kuweka alama za siri kwa wakati mmoja. Baadhi ya mashine hizi zina thamani ya mamilioni ya dola. Wakati mwingine hutokea makosa wakati wa uchapishaji, kama rangi kupishana, namba kurudiwa, picha kuharibika. Makosa haya huitwa error notes. Cha kushangaza ni kwamba pesa hizi huwa na thamani kubwa zaidi kwa wakusanyaji. Noti yenye kosa inaweza kuuzwa kwa bei ya juu kuliko thamani yake halisi. Pesa zikichakaa sana hurudishwa kwenye benki kuu na kuharibiwa. Mchakato huu huitwa currency destruction. Njia zinazotumika ni kukatwa vipande vidogo vidogo, kuchomwa moto au kusagwa kabisa. Baadhi ya nchi hutumia mabaki hayo kutengeneza vitu kama mbolea au hata vifaa vya ujenzi. Ndani ya kiwanda kuna mashine na watu wanaohakikisha idadi ya pesa ni sahihi. Mashine hizi huitwa money counting machine. Zinaweza kuhesabu maelfu ya noti kwa sekunde chache na kugundua hata noti bandia. Cha kushangaza ni kwamba hatari kubwa si kutoka nje, bali ni ndani ya kiwanda. Ndiyo maana kuna ukaguzi mkali kwa wafanyakazi, kamera kila sehemu, hata sehemu za siri. Mfanyakazi akikutwa na kosa, adhabu huwa ni kali. Baadhi ya nchi hazina viwanda vyao vya pesa, hivyo hutegemea
yaani kuagiza pesa kutoka nchi nyingine au kampuni maalum. Makampuni haya ni kama Delaru, kampuni kubwa duniani ya uchapishaji wa pesa. Sekta ya uchapishaji wa pesa ni biashara kubwa inayohusisha teknolojia ya hali ya juu, usalama wa kimataifa, ushirikiano wa serikali. Ni sekta inayogusa maisha ya kila mtu duniani. Wino unaotumika kuchapisha pesa haupatikani kirahisi kama wino wa kawaida. Kwa Kiingereza unaitwa Special Security Ink. Wino huu una sifa za ajabu kama kubadilika rangi ukiugeuza, kung'aa chini ya mwanga maalum, kudumu kwa muda mrefu bila kufifia. Siri ya wino huu hulindwa sana. Ni kampuni chache sana duniani zinazoweza kuutengeneza. Je, umewahi kunusa noti mpya? Ina harufu tofauti kabisa. Harufu hiyo hutokana na wino mpya, mchanganyiko wa pamba na kemikali. Hii huitwa kwa Kiingereza fresh currency smell. Watu wengine hata hupenda harufu hiyo kiasi cha kuitambua mara moja. Baada ya kutengenezwa, pesa husafirishwa kwenda benki kuu au taasisi nyingine. Mchakato huu huitwa cash transportation. Usafirishaji huu unahusisha magari maalum yenye chuma kigumu, askari wenye silaha, njia za siri ambazo hubadilishwa mara kwa mara. Hii ni kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kuiba pesa hizo njiani. Kuna noti ambazo zilitengenezwa lakini hazikutumika kabisa. Hizi huitwa uncirculated notes. Hizi ni safi kabisa, hazijawahi kutumika, zina ubora wa juu sana. Wakusanyaji huzithamini sana na kuweza kuzinunua kwa bei kubwa. Kila noti ina muda wake wa kuishi. Hii huitwa lifespan of currency. Kwa mfano, noti ndogo hutumika kwa muda mfupi kwa sababu hutumika sana. Noti kubwa hudumu zaidi, baada ya muda huchakaa, kupoteza ubora na kurudishwa kuharibiwa. Watu wanaofanya kazi kwenye kiwanda cha pesa hupitia mafunzo maalum. Hii huitwa security training. Wanafundishwa kutambua pesa bandia, kufuata sheria kali, kushughulikia mashine hatari. Si kila mtu anaweza kufanya kazi hapa. Ndani ya kiwanda cha pesa kuna sehemu maalum zinazoitwa laboratories. Hapa hufanyika uchunguzi wa wino, majaribio ya ubora wa karatasi, utafiti wa teknolojia mpya. Wanasayansi wanahakikisha pesa zinakuwa salama zaidi kila mwaka. Moja ya changamoto kubwa ni pesa bandia. Kwa Kiingereza huitwa counterfeit money. Wahalifu hutumia mashine za kisasa, programu za kompyuta na teknolojia ya uchapishaji. Lakini viwanda vya pesa vinaendelea kuboresha mbinu za kuzuia. Leo hii pesa zinaanza kuwa na teknolojia za kisasa zaidi kama QR code, digital tracking, embedded chips, chipu zinazowekwa ndani kwa majaribio katika baadhi ya nchi. Hii inaonyesha kuwa pesa zinaendelea kubadilika kadri teknolojia inavyoendelea. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi ni kiwango cha usiri. Kwa Kiingereza huitwa confidentiality. Hii ina maana siri nyingi hazitangazwi kwa umma. Hata wafanyakazi hawajui kila kitu. Kila mtu anajua sehemu yake tu. Hii inalinda mfumo mzima wa fedha. Ingawa pesa za karatasi bado zinatumika, dunia inaendelea kwenye dijitali. Mfano, malipo ya simu, kadi za benki na fedha za mtandaoni. Hii inaibua swali: je, viwanda vya pesa vitapoteza umuhimu siku zijazo? Jibu ni bado. Havitapoteza kwa urahisi, lakini vitabadilika. Ulimwengu wa viwanda vya pesa ni wa kipekee sana. Ni mchanganyiko wa sayansi, teknolojia, usalama na siri nzito. Kutoka kwenye karatasi maalum hadi mashine za mamilioni ya dola, kila hatua imeundwa kuhakikisha kuwa pesa unayotumia ni halali na salama. Kwa kifupi, pesa si tu njia ya malipo, bali ni moja ya ubunifu mkubwa zaidi wa binadamu ulioundwa kwa kiwango cha juu sana. Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.